Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakupitisha katika habari za kitaifa, na katika habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania atakuwepo Al-Akh Nuhu Stima kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari miongoni mwa chache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Taasisi ya Ishki Medical ya nchini Tanzania kwa mashirikiano na taasisi ya Time to Help nchini Uholanzi washika mkono watoto wanaolelewa katika kituo cha elimu na malezi Ibn al-Shadhilia kilichopo Mbagala jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoani Mwanza laendelea kuomba wananchi kuongeza mashirikiano kukomesha vitendo vya kihalifu na uhalifu katika jamii. Na kuna koruba kimataifa, waziri mkuu wa zamani na mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga afariki dunia nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Naam, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari, mtazamaji, ni kukumbushe tu kuwa unaweza kufuatilia kapu la habari kupitia katika mtandao wa YouTube ukiandika Mahasin TV official channel. Tavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali kupitia huko katika mtandao wa YouTube. Na sasa tuanze safari ya kapu la habari tukianzia huko jijini Dar es Salaam. Taasisi ya Ishki Medical ya nchini Tanzania kwa mashirikiano na wadau wa maendeleo, taasisi ya Time to Help ya nchini Uholanzi wameondolea adha walizokuwa wakizipitia watoto wanaolelewa katika kituo cha elimu na malezi Ibn al-Shadhilia kilichopo Mbagala Kichemchemu, kata ya Mbagala Kuu, Manispaa Temeke jijini Dar es Salaam. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio naye Rajabu Shaban Matuga. Watoto wanaolelewa katika kituo cha elimu na malezi Ibn al-Shadhilia kilichopo mtaa wa Kichemchemu, kata Mbagala Kuu, Manispaa Temeke jijini Dar es Salaam wanapitia changamoto mbalimbali ikiwemo ufinyu wa sehemu ya malazi. Hatua hiyo inawasukuma wadau wa maendeleo taasisi ya Ishki kuona namna ya kukishika mkono kituo hicho. Kituo hiki kilikuwa kwenye hali mbaya, hali ngumu kabisa. Kituo ambacho kilikuwa kinahusisha watoto 60 ndani yake. Kwa hiyo kutokana na hali ngumu ambazo watoto walikuwa wanapitia, sisi kama Ishki Medical and Educational Foundation kupitia donors wetu, washiriki wetu kutokea Uholanzi, kwa tumeshirikiana nao leo, tumeshirikiana nao kwenye ujenzi huu, na leo tumeweza kukifungua kituo hiki rasmi, na vijana hawa kuanzia sasa watakuwa sehemu salama, watalala sehemu salama na watapata faraja kupitia msaada huu. Baadhi ya wananchi wa mtaa Kichemchemu wanawashukuru wadau kwa mradi huo uliohusisha ukarabati wa vyumba viwili vya madarasa, jengo moja la bweni na ujenzi wa bweni moja jipya, jiko pamoja na store. Ni Waturuki wanaoishi Netherlands wamejichangisha na wakaweza kuyajenga majengo haya kama sadaqatun jaria walioitoa juu yetu sisi. Kupokea majengo kama haya maana yake nini? Maana yake tuna amani, tuna utulivu na tunatambulika. Laiti kama si amani na utulivu wa Tanzania, hakuna mtu ambaye anaweza kuja akajenga majengo kama haya kwa kutumia gharama zake kubwa. Hakuna mwenda wazimu huyo. Ni washukuru wageni wetu hawa Waturuki kwa kutujengea kituo hiki. Tuwashukuru kwa imani zao
kwa upendo wao mkubwa waliotusaidia sisi wa Tanzania. Kwa upande wake mlezi na msimamizi wa kituo cha elimu na malezi Abnau Al-Shadhilia, Ustadhi Mohamed Khamis Al-Shadhilia, akieleza historia fupi ya uwepo wa kituo hicho, ameshukuru kwa hatua ambayo amefikia katika utekelezaji wa malengo ya kuanzishwa kwa kituo hicho. Ikirithi malezi ya baba yangu. Miaka ya nyuma baba yangu alikuwa na jambo kama hili kule vijijini. Alipoleta Dar es Salaam nikasoma nikahivi na mimi nikamawazo hayo. Nikaanza kituo changu mwaka 2011 nikiwa na watoto wanne, nikaenda nao natoa mikoani. Natoka vijijini ambako na walea mwenyewe na wasomesha mwenyewe mpaka sasa wakajana alhamdulillah rabbil alamin. Nikawa na changamoto za mahala pa kulala, changamoto ya chakula, changamoto ya mbalimbali. Sasa hivi kituo hiki kimekuwa kituo kikubwa. Nashukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kituo cha elimu na malezi Abnau Al-Shadhilia kilichopo mtaa Kichemchemu, kata Mbagala Kuu, Temeke, jijini Dar es Salaam, kinahudumia watoto 150. Kati ya hao watoto 65 wanalelewa kituoni hapo, huku 85 wanasoma na kurudi majumbani mwao. Naam, mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa, na hivi sasa moja kwa moja tunarejea hapa jijini Mwanza ambako jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeendelea kushirikiana na jamii katika operesheni mbalimbali ili kukomesha vitendo vya kihalifu na uhalifu na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 76 kwa tuhuma mbalimbali zikiwemo wizi na uvunjifu wa sheria za usalama barabarani. Taarifa yake Hilali Sefuriami inakuja na undani zaidi. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Wilbrod Mutafungwa, ameelezea mafanikio ya operesheni hiyo kwa kushirikiana na raia wema katika jamii. Tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 76 wa makosa mbalimbali ya uhalifu. Makosa waliokamatwa nayo watuhumiwa hawa 76 kupatikana na mali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi, watuhumiwa 13, kupatikana na dawa za kulevya, watuhumiwa 25, kujihusisha na ukahaba, watuhumiwa 11, kucheza kamari, watuhumiwa 22, kukiuka masharti ya leseni za biashara, mtuhumiwa 1, kupatikana na pombe ya moshi, mtuhumiwa 1, makosa ya kufanya fujo, watuhumiwa 3, kupatikana na mali inayodhaniwa kuwa ya wizi, watuhumiwa 2, kukamatwa kwa vijana wanaofanya kazi za kuokota makopo na vyuma mbalimbali wamekuwa wakijihusisha na matukio ya kihalifu. Aidha, DCP Mutafungwa amesema operesheni hiyo pia imefanikiwa kukamata vyanzo mbalimbali huku zikitumika na wahalifu katika kupora mali za watu katika jamii. Katika misako hiyo pia tumeweza kukamata vielelezo mbalimbali vya kufanyia uhalifu ambavyo ni pikipiki 3. Pikipiki hizi zimeshikiliwa kwa maana kwamba wamiliki wake hawana uhalali wa kuzimiliki kisheria, lakini pia zimekuwa zikitumika katika kufanya matukio ya kihalifu. Lakini pia tumeweza kukamata mitungi ya gesi aina ya LG, nondo, betri za gari, mizani ya kupimia vyuma chakavu, mafuta madumu 15 ya petroli, masufuria makubwa 2 na simu za aina mbalimbali. DCP Mutafungwa ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi ili kukomesha vitendo vya kihalifu na uhalifu katika jamii, sambamba na kuwataka wananchi kuendelea kutunza amani, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Jeshi la polisi kwa Mwanza linapenda kutoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza waendelee kuliamini jeshi la polisi na kutupatia taarifa zinazohusu uhalifu na wahalifu popote pale walipo. Pia katika kipindi hiki jeshi la polisi limeendelea kulinda mikutano yote ya kampeni kwa lengo la kuhakikisha kwamba hakuna vurugu, hakuna uvunjifu wowote wa amani katika mikutano hiyo. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka hapa jijini Mwanza. Na sasa moja kwa moja mtazamaji, tuelekee huko mkoani Tanga ambako serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Tanga imeendelea na ujenzi wa miradi mbalimbali ukiwemo ujenzi wa daraja la Pangani lenye urefu wa mita 525
na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 25 zitakazosaidia kufungua fursa zaidi za kiuchumi mkoani humo na mikoa mingine jirani. Hayo yamebainishwa na meneja wa TANROADS mkoa wa Tanga, Mhandisi Msama Msama, wakati alipokagua na kuridhishwa na kasi ya ujenzi wa daraja hilo unaotekelezwa na mkandarasi kutoka kampuni ya Chiko. Mhandisi Msama amesema kukamilika kwa ujenzi wa daraja hilo kutafungua fursa za kiuchumi na kuimarisha huduma za usafirishaji kwa wakazi wa maeneo hayo. Mradi huu utakapokamilika utaleta manufaa makubwa sana. Kama ambavyo mnaona huu mradi ni mkubwa. Daraja lenyewe ni la mita 525. Kwa hiyo linataka kutuvusha kwenye mto mkubwa sana, mto Pangani, ambao ndo hapa unapo kwenye maingilio ya bahari ya Hindi. Kwa hivyo kabla ya daraja, wananchi wanaishi pande zote mbili za mji wa Pangani wamekuwa wakivuka huu mto kwa kutumia pantoni ambazo na viboti vidogo vidogo. Manufaa makubwa ya hili daraja itakuwa ni kupunguza muda wa kusafiri kutoka pande moja kwenda upande mwingine. Sasa barabara itakuwa imefunguka na wananchi watakuwa na uwezo sasa wa kusafirisha mazao yao ya kilimo na mazao bahari. Aidha, Mhandisi Msama ameelezea hatua za ujenzi wa barabara zitakazofungua mkoa wa Tanga na mikoa mingine katika ushoroba wa Afrika Mashariki ulipofikia ili kuendana na matakwa ya mkataba na mkandarasi. Mkoa wetu wa Tanga una mtandao wenye jumla ya kilomita za barabara kilomita 1809.3. Ndani ya huo mtandao imo barabara ya kutoka Tanga kupita Pangani hadi Bagamoyo, eneo linaitwa Makurunge pale. Kipande cha kwanza kinaanzia Tanga hadi Pangani kilomita 50. Kipande cha pili kinaanzia Pangani pale kilomita 25 ikijumlisha na daraja kubwa lenye urefu wa mita 525. Halafu kipande cha tatu ni kutokea hapo Pangani sehemu inaitwa Tungama kuelekea mpaka Mkange pale kwa Msisi yenye jumla ya kilomita 95.2. Hapo tutakuwa tumefanikiwa kuifungua hii barabara yote kwa kiwango cha lami kuanzia Tanga hadi Pangani, kupitia Pangani hadi Bagamoyo. Ujenzi wa daraja la Pangani lenye urefu wa mita 525 na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 25 umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 82.19, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 45 tayari zimeshalipwa kwa mkandarasi. Taarifa hiyo kutoka jijini Tanga inatufanya mimi na wewe moja kwa moja, mtazamaji, tuelekee huko mkoani Mara ambako maafisa wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na wengine kutoka katika mataifa mengine ya Afrika wamefanya ziara ya kimafunzo mkoani Mara kuhusiana na masuala ya msingi ya miundombinu na uchumi ambayo yanaweza kuathiri usalama wa taifa. Noho Stima anakuja na masimulizi ya taarifa hii kutoka huko mkoani Mara. Akizungumza katika ziara hiyo, mkuu wa mafunzo katika chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania CSC, Kanali Verius Mbuzi, ameelezea utaratibu wa mafunzo hayo kwa maofisa wa Jeshi la Wananchi na wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Katika kozi ya ukamanda na unadhimu ambayo inachukua mwaka mmoja, tunakuwa na study visit aina 3. Ya kwanza inakuwa environmental study visit ambayo hufanyika maeneo around Arusha ambapo chuo kipo. Lakini ya pili ni domestic study visit. Hiyo ni ziara ya kimafunzo ya ndani ya nchi ambapo huwa tunachagua mikoa ya kutembelea. Lakini ya mwisho ni ziara ya kimafunzo ya nje ya nchi ambapo napo huwa tunachagua mataifa 3 ambayo yako ndani ya bara la Afrika. Aidha, Kanali Verius amebainisha sababu zilizowafanya kuchagua mkoa wa Mara katika ziara yao ya kujifunza masuala ya msingi wa miundombinu na uchumi. Tumeona Mara ni mkoa kama alivyosema mkuu wa mkoa ambapo misingi infrastructure za uchumi zimejikita ni nyingi. Kuanzia habari za maji, uvuvi, habari za kilimo, habari za uchimbaji madini, habari za viwanda na utalii zimejikita. Kwa hiyo tumeona wanafunzi wanaweza kupata habari za kutosha kwa ajili ya kuandika tafiti zao.
Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema maofisa hao wamechagua sehemu sahihi kwa ajili ya lengo kuu la ziara yao kutokana na uwepo wa rasilimali nyingi za kiuchumi ndani ya mkoa huo. Mkoa wa Mara ndio mkoa pekee hapa Tanzania ambao umebahatika kuwa na rasilimali ambazo zinagusa maisha ya kiuchumi ya tasnia zote. Ukizungumza nyanja yoyote ile ya kuleta utajiri, mkoa wa Mara tumo. Sasa wanafunzi hawa watatizama mambo haya ya kiuchumi na namna ambavyo serikali au taifa linaweza likayatumia, basi kuhakikisha kuwa panakuwa na usalama mzuri katika ukanda wetu. Naam, shukrani sana Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mara. Na sasa mtazamaji, tuelekee huko mkoani Katavi ambako wafugaji katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi wametakiwa kuhakikisha mifugo yao yote imepatiwa chanjo ili kuikinga na magonjwa ya homa ya mapafu kwa ng'ombe, sotoka kwa mbuzi na kondoo, pamoja na maradhi ya kideri, ndoi na mafua ya kuku. Rajabu Shaban Matuga anakuja na masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Akizindua rasmi zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo katika kijiji cha Itetemia kata ya Karema, afisa tarafa mkuu wa tarafa ya Karema Kenneth Pesambili aliyemwakilisha mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buselu amewataka wafugaji kuhakikisha mifugo yao yote inapatiwa chanjo. Tuweze kuhakikisha kwamba tunachukua mifugo yetu yote tunaleta kwa ajili ya kufanya nini? Kupata chanjo. Hakikisha kwamba kama una ng'ombe 100, hakikisha ng'ombe 100 wote wamepata chanjo. Ukichanja ng'ombe 20, kama una ng'ombe 100, ukachanja ng'ombe 20, ukaacha ng'ombe 80, bado haitakusaidia. Lakini pia tumeona madhara yake. Huwezi kwenda madani kwenda kumuuza huyo ng'ombe kwa sababu atakuwa hajafanya nini? Hajapata chanjo. Na huwezi kumsafirisha ng'ombe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kama hajapata nini? Chanjo. Uzinduzi huo ni sehemu ya utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya utoaji chanjo kwa mifugo inayotarajiwa kufanyika kwa kipindi cha miaka 5, 2024 hadi 2029, kama ilivyozinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Juni 16 mwaka huu 2025. Mpaka leo tunapofanya uzinduzi, ninaamini kuna baadhi ya maeneo tumeshafikia tayari. Na niwaombe muendelee hivyo hivyo kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa katika zoezi hili. Gharama ya uchanjaji wa ng'ombe ni shilingi 1000. Lakini kwa umuhimu wake, serikali imeona iweze kuchangia baadhi ya gharama ili kumrahisishia mfugaji asiweze kupata mzigo mzito wa kuweza kuchanja mifugo au ng'ombe alizonazo. Serikali imechangia shilingi 500 na mfugaji au mwenye mifugo anachangia shilingi 500 kwa kila ng'ombe mmoja. Aidha, katika kuhakikisha kampeni hiyo ya serikali inayokwenda sambamba na utambuzi wa mifugo inakuwa na matokeo chanya, wakulima na wafugaji wametakiwa kukomesha migogoro baina yao. Kwa hiyo hatupendi tuone mfugaji na mkulima wanashindwa kuelewana, wanashindwa kuongea lugha moja, wanashindwa kusaidiana, wanashindwa kushirikiana. Kwa kweli itakuwa ni jambo la ajabu sana. Tunatakiwa tupendane, tushirikiane. Pale penye dosari tunatakiwa tutoe hizo dosari kwa upendo na mshikamano. Tusione kwamba mimi mkulima basi mimi mazao yangu ni ya muhimu sana. Usione kwamba wewe mfugaji kwamba ng'ombe wako ni wa muhimu sana. Kila mmoja kwa nafasi yake hicho anachokifanya ni cha muhimu. Si ndio jamani? Wewe unayefuga ng'ombe ni wa muhimu. Yule anayelima mazao yake ni ya nini? Ya muhimu. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa undani wa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Katavi. Na sasa moja kwa moja mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa, na hivi sasa mimi na wewe tuvuke maji kuelekea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Pemba, ambako katika kuboresha huduma bora za matumizi ya teknolojia ya mawasiliano, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar, Bi Hawa Ibrahim Baye amewataka taasisi za umma na binafsi kuhakikisha wanaweka sera nzuri za matumizi ya tehama. Taarifa yake Juma Sefu inasimuliwa studio na Hilali Sefu Riami.
Amesema hayo wakati akizungumza na wadau wa taasisi mbalimbali za umma katika mkutano wa uchanganuzi wa mazingira ya udhibiti wa tehama katika ukumbi wa manispaa ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Kwa kuweka data za serikali lakini hata na za private sector. Sasa tutizame vizuri recommendations zilizowekwa. Na je, katika hizi recommendation hicho tunachotaka au kuna kitu tumekisahau? Basi huu ni wakati mwafaka nyinyi kama wataalamu wetu kutushauri kwa kupitia kwenye document hii, ili tuweze sasa kwenda awamu kwa awamu na kuweza kuleta mabadiliko katika eneo zima au sekta nzima ya tehama. Dhima ni kufikia uchumi wa kidijitali. Kwa upande wake, mratibu mradi wa kidijitali Tanzania PCDTP Bakari Mamgugu amesema lengo kwa sasa ni kufanya mapinduzi chanya kupitia matumizi ya teknolojia ya mawasiliano tehama. Sasa kupitia mradi Digital Tanzania zewe ulivyokuwa umetengenezwa, unapati inaitwa Digital Ecosystem, one of the component kwa Digital Tanzania. Ambapo pale ndio tunafanya legal scanning review, tunapitia sheria ili uweze kufanya maendeleo ya kidijitali, unaangalia sheria zako kwanza zilizopo zinakuruhusu. Kwa hiyo sisi kupitia mradi Digital Tanzania manake tumeweka washauri elekezi kwa upande wa Tanzania bara, lakini pia tumeweka washauri elekezi kwa upande wa Zanzibar, ili kupitia sheria na miongozo iliyopo inatupeleka kwenda kufanya mabadiliko ya kidijitali. Nao baadhi ya wadau walioshiriki mkutano huo wamesema tehama itasaidia kurahisisha utekelezaji wa majukumu pamoja na kuongeza ufanisi wa taasisi. Kwa sababu ndio maisha na ndio mtaji wa maendeleo yote, lazima upite kwenye ICT. Kwa hiyo kwenye hapa nimeshukuru sana uje wenu, umetuamsha kutoka kwenye usingizi potofu, lakini pia tuweze kuwa na implementation ya hicho ambacho tayari sisi tunakiongelea. Taasisi zilokuwa hazina policy zinatakiwa ziandae, taasisi zenye policy lakini zina gap zinatakiwa ziamend, taasisi zenye bylaw ambazo haziendani na sheria zinatakiwa tu review. Yaani tuna kazi kwa ufupi za kufanya. Na sisi kama idara ya mawasiliano tunalichukua hili na tutakuwa tuna kazi ya kuandikia barua kuwashushia wale implementers. Maana unajua sisi ni policy makers tu, sio watendaji, lakini kuna IGAP, kuna university, kuna ZICTIA, kuna taasisi zinajificha, mfano mkemia mkuu muone lakini anahusika kwa sababu tuna e-waste. Naam, shukran sana Juma Seifu kwa taarifa hiyo ambayo imesimuliwa studio na Hilali Sefuriami kutoka huko kisiwani Pemba. Na taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kitaifa katika siku hii ya leo. Na sasa tunapoza koo kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mzuri wa zile habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako kufuatilia kapu la habari katika siku hii ya leo, ili upate kifahamu kipi ambacho kimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, nikushukuru na nikupongeze kwa wewe ambaye umeamua kuchagua channel namba 455 Mahasin TV katika siku hii ya leo kufuatilia kapu la habari. Lakini kwa wewe ambaye unaungana nami hivi sasa,
Huu ni wasaa mzuri wa kuzipata zile habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania, na hivi sasa namkaribisha Al-Akh Nuhu Stima kwa ajili ya kutupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri katika anga za kimataifa. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa zamani wa Kenya Raila Odinga amefariki dunia Oktoba 15 huko Kuala nchini India baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati anafanya matembezi yake ya kila siku asubuhi. Kwa mujibu wa msemaji wa hospitali ya Ayurvedic, Odinga alipata mshtuko wa moyo wakati akifanya matembezi ya asubuhi ndani ya majengo ya kituo hicho na kukimbizwa katika hospitali ya Devamatha iliyopo Kuala, ambapo alitangazwa amefariki saa 3:52 asubuhi. Odinga aliyefariki akiwa na umri wa miaka 80 atakumbukwa kuwa ni mwanasiasa mashuhuri aliyehubiri mageuzi na umoja wa kitaifa, ambaye amehudumu kama waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi 2013. Historia yake inaelezwa kuwa Odinga ni mgombea wa urais wa mara nyingi zaidi, ambaye aligombea mara 5 kuanzia mwaka 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022. Licha kutofanikiwa mara zote kushinda katika uchaguzi, lakini ni mwanasiasa mwenye ushawishi na wafuasi wengi nchini humo. Kifo cha mwanasiasa huyo mkongwe nchini Kenya kimejiri siku chache baada ya kaka yake Dr. Oburu Odinga kuthibitisha kuwa ndugu yake huyo alikuwa mgonjwa wa muda, lakini alikuwa akiendelea kupata nafuu akiwa kwenye matibabu nchini India. Kwingineko, takriban watu 16 wamefariki dunia kufuatia moto mkubwa kuzuka katika kiwanda cha nguo nchini Bangladesh, huku maafisa wakionya kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka. Shirika la zimamoto limesema kuwa miili 16 imepatikana, lakini imeungua kiasi cha kutotambulika, huku jamaa waliofadhaika juu ya tukio hilo walikusanyika nje ya kiwanda cha ghorofa 4 katika eneo la Minpur huko Dhaka kuwatafuta wapendwa wao ambao bado hawajapatikana, huku akisimama nje ya majengo yaliyokuwa yameungua, ambapo wengi wao wakiwa wameshikilia picha za jamaa zao waliopotea. Itakumbukwa kuwa mwaka 2021 ambapo moto ulizuka katika kiwanda cha chakula na vinywaji ulisababisha vifo vya watu wasiopungua 52 na wengine 20 kujeruhiwa, ambapo uchunguzi ulieleza kuwa kiwanda hicho kilijengwa kinyume cha sheria na hakikuwa na mlango wa dharura. Ajali mbaya zaidi ya viwanda nchini humo hadi sasa ilitokea mwaka 2013 wakati jengo la biashara la ghorofa 8 liliporomoka na kuua zaidi ya watu 1100. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, shirikisho la mashirika ya kitaifa yasio na makazi FIENSA limetangaza katika ripoti yake mpya kwamba idadi ya watu wasio na makazi katika Umoja wa Ulaya inaongezeka kwa kasi ya kutisha. Ripoti hiyo imeeleza kuwa chimbuko la mgogoro huo lazima uchunguze katika hali mbaya ya kiuchumi na kupungua kwa uwezo wa kifedha wa serikali za Ulaya na wananchi, na kupanda mfumuko wa bei, kudumaa uzalishaji na kushuka uwezo wa kununua kumezifanya familia nyingi kuwa kwenye ukingo wa kuporomoka kifedha. Kwa upande mwingine, matokeo ya moja kwa moja ya vita ya Ukraine na sera za gharama kubwa za kuunga mkono Kiev zimekuwa na mashinikizo makubwa katika bajeti za umma na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Inaelezwa kuwa mabilioni ya euro ambayo yangeweza kutumika katika kujenga makazi ya kijamii, kuimarisha msaada wa ustawi na kupunguza mfumuko wa bei, sasa yanatumika kutuma silaha, nishati na misaada ya kifedha kwenye uwanja wa vita. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Al-Akh Nuhu Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa taarifa hizo zinatufanya basi kufika tamati ya kapu la habari katika siku hii ya leo. Lakini kabla ya kuaga hapa studio, basi tujikumbushe miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Taasisi ya Ishki Medical ya nchini Tanzania kwa mashirikiano na taasisi ya Time to Help nchini Uholanzi washika mkono watoto wanaolelewa katika kituo cha elimu na malezi Abu Al-Shadhilia kilichopo Mbagala jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi mkoani Mwanza laendelea kuomba wananchi kuongeza mashirikiano kukomesha vitendo vya kihalifu na uhalifu katika jamii. Na kuna koruba kimataifa, waziri mkuu wa zamani na mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Raila Odinga afariki dunia nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu.
Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada katika kapu la habari siku hii ya leo. Nimekupitisha katika habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa Al-Akhi Nuhu Stima amekupitisha katika yote na yote ambayo yamejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, nikutakia wakati mwema na utazamaji mwema vipindi ambao vinafuata kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.